Aidha, nitambua uwepo wa viongozi wote, wabunge, madiwani, pamoja na wajumbe wa kamati za utekelezaji, viongozi wote mliotoka katika wilaya zote, natambua uwepo wenu. Lakini sana zaidi ya jana, nitambua uwepo wa wananchi wa Tanzania, wana CCM, wapenzi, wakereketwa, vijana wa hamasa na kwa ujumla watu wa Songwe. Na kwa taarifa nilizoletewa kwenye meza yangu, naambiwa katika mkusanyiko huu na wao wapo, wamefanya jambo zuri kuja hapa. Na kwa sababu mimi leo nimekuja mwenyekiti kwa kazi moja, kutoa dozi, kutoa maziwa ili kuhakikisha sumu na uchafu wote waliopewa watu wa Tunduma leo wanatapika. Ndugu mwenyekiti, mimi kwa utaalamu, mimi ni mtaalamu wa afya. Kwa hiyo kazi ya kutibu, kazi ya kushughulika na magonjwa ya kuambukiza na kujitakia, hiyo ni jukumu langu na kazi yangu. Sasa kabla sijaanza kupiga dozi ya 3, naomba kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima, uhai na afya. Na leo tukaweza kukutana ndugu zangu wa Songwe. Leo mimi ni mara yangu ya pili kukanyaga mkoa wa Songwe ndugu mwenyekiti. Mara yangu ya kwanza nilikanyaga mkoa huu kuja kuomba ridhaa, kuja kuomba nafasi na kuja kuomba kuaminiwa na viongozi wa Jumuiya ya Umoja wa Vijana wakiongozwa na mwenyekiti binti makini, mchapakazi, mstaarabu na mpenda wake. Na ndugu mwenyekiti, wakati nakuja kuomba kura, kilichonishangaza nilipoingia mkoa wa Songwe, ulishawahi kuona wapi mgombea anakaribishwa kwa chakula? Maana yake mapokezi na mapokeo ya watu wa mkoa wa Songwe yalikuwa ni makubwa sana. Na ndugu mwenyekiti, sisi tumeanza ziara yetu ya siku 7 za kibabe. Na siku 7 hizi za kibabe zinaongozwa na kamati ya utekelezaji. Lakini kama mlivyoona, kamati hii ya utekelezaji imetubidi tuje watu wawili. Na tulichaguana kimkakati. Nilimchagua mwanajeshi mrefu kuliko wote ili apigane vita vya juu, na mimi mfupi kuliko wote nipigane kwa vita vya chini. Na ndio maana yule mtu mrefu kuliko wote, yule kazi yake ni kupambana na vile vitu vyote vinaruka juu. Mpigeni makofi mwanajeshi mpambana. Na mimi mwanajeshi mfupi kuliko wote, kwa sababu yule ni sasa na twiga, hawezi kula majani ya chini na hawezi kuona vitu vya chini. Nipo timamu, nipo makini kuhakikisha na shughulikia maadui wote wanakuja kwenye vita vya chini. Sasa leo mwenyekiti, ndio kazi niliyokuja kuifanya hapa Tunduma. Tunduma oye! Tunduma safi! Na ndugu mwenyekiti, hii tunasema ni jeshi la mtu mmoja. Hapa leo amekuja mwenyekiti wa vijana tu. Show ndio hii. Sasa sikwambia akija Daktari Samia Suluhu Hassan, aje asije? Nikamwambia aje asije? Na ndugu mwenyekiti, kwa mapokezi haya waliopokea watu wa Tunduma, maana yake wananipa taarifa, wananipa ripoti, wananipa ujumbe. Nikamwambia Daktari Samia kwamba Tunduma ni ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, nikupongezeni na nyinyi viongozi wa mkoa huu wa Songwe, wa serikali, wa chama, ikiwa na maana wenye viti, makatibu, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge, pamoja na waheshimiwa wakuu wa wilaya na mkuu wa mkoa. Dhamira yetu ya ujio huu ndani ya siku 7 hizi za kibabe ambazo tumekuja kuhitimisha ndani ya mkoa wa Songwe, nataka nikuhakikishie mimi pamoja na kamati yangu ya utekelezaji hatujafanya makosa. Na kwa hali hii leo Tunduma mlioonyesha, manake Tunduma mmeanza kibabe na kesho najua tunamaliza kibabe. Na ile tafsiri yetu ya siku 7 za kibabe ambazo 2 tumezitenga ndani ya mkoa wa Songwe, nataka nikwambie mwenyekiti, naiona siku 7 za kibabe ikienda kutimia kibabe. Sasa ndugu mwenyekiti, mimi nimekuja hapa na mwenzangu kuja kuangazia mambo makuu matatu. La kwanza, katika maeneo yote tumehakikisha tunakwenda kutembelea utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani hii ndio iliyokuwa ahadi baina ya CCM na wananchi wa Tanzania kwamba nini tutawafanyia kwa muda wa miaka 5 endapo wakituamini. Na katika utekelezaji huu, kwa sababu ndugu zetu wanatengeneza fitina kubwa na vijana ya kuambia hamna ajira,
serikali ya CCM imeshindwa kutengeneza mchakato wa ajira. Nataka nianze na kutoa sumu hapa, nikupeni maziwa. Ndugu zangu, changamoto ya ajira sio ya Tanzania. Na katika kuhakikisha hili, ngoja nikurejesheni nyuma. Changamoto ya binadamu wengine tumekuwa kama samaki, wepesi na rahisi kusahau. Sasa hapo nataka nizungumze na wanadamu ambao walikuwa hawana tabia za samaki. Ndugu zangu, wakati Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inapatikana chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Tanzania tulikuwa na watu milioni 6. Lakini leo ninapozungumza mimi na nyinyi, Tanzania hii ina watu milioni 62. Kama hiyo haitoshi, Tanzania Nyerere ilikuwa na mikoa 15. Hapa nimepitia taarifa ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ananiambia mkoa wa Songwe uweze kuanzishwa. Cha kwanza ni idadi ya watu iongezeke. Manake leo tunavyoizungumza Songwe sio Songwe ya Mwalimu Julius Kambarage. Leo tunavyoizungumza Songwe, tunaizungumza Songwe ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa kuwa idadi ya watu imeongezeka, manake ujenzi wa vituo vya afya lazima uongezeke. Manake mahitaji ya afya yataongezeka. Na kwa kuwa watu wameongezeka, tunazaliana sisi kwa sababu nchi yetu ina amani, umoja na utulivu na chakula cha kutosha. Tuna nguvu za kutosha, ndugu mwenyekiti, lazima tuzaane. Na kwa kuwa tunazaana, na Mwalimu Julius alitangaza vita juu ya maadui watatu: ujinga, umasikini na nini? Njaa. Lazima vijana tuwapeleke shuleni waende wakasome. Ndio maana Daktari Samia akajenga shule kuanzia chini mpaka sekondari ya juu. Pigeni makofi. Lakini kama hiyo haitoshi, daktari amejua sisi tutakuwa na njaa. Zamani nyinyi mnakumbuka ni wakulima wazuri hapa Songwe. Zilikuwa mbegu, pembejeo, mbolea za ruzuku zinaenda kwa wakulima wakubwa. Lakini daktari akasema hapana, mpeni anolima kula na familia yake, mpeni anolima kwenda kuuza biashara yake. Hii yote ni kuhakikisha Tanzania tunaondokana na adui njaa. Mpigieni makofi. Sasa wanakuja wajinga hapa. Wanakuja wajinga na kamdomo. Changamoto yao kamdomo kao kachafu. Wanakuja wanaanza kuwagombanisha Watanzania na serikali yao. Wanaanza kuwagombanisha Wanatunduma na kiongozi wao. Nataka nikwambieni, Tanzania tupo salama na kazi inaendelea. Na ndugu zangu, katika hili pia la ajira, nyinyi ni mashahidi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa DC ameeleza vizuri kwa niaba ya mkuu wa mkoa kwamba serikali imeelekezwa na Chama cha Mapinduzi kuhakikisha inatenga 10% ya mapato kuwapa mikopo vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalum. Lakini kama hiyo haitoshi, daktari amekuja na mpango wake, kwa sababu anajua anatoa fedha nyingi katika halmashauri ili ziweze kujenga kituo cha afya, ili ziweze kujenga mashule, ili ziweze kujenga na miundombinu mingine. Akazielekeza halmashauri zote, manispaa na mabaraza ya miji kutenga 30% ya fedha za bajeti kuwapa vijana, akina mama na watu wenye mahitaji maalum, kwa kuhakikisha kwamba wao wanapata tenda ndogo ndogo watakazoweza kuzifanya katika halmashauri. Na hili daktari amelifanya kwa sababu ili ahakikishe anapomaliza kujenga mradi katika halmashauri husika, mradi unabaki pale na fedha zinabaki kwa wana wa Tanzania wanaotoka katika halmashauri husika. Nani kama Daktari Samia? Sasa ndugu zangu, kwa sababu ya muda na sisi Chama cha Mapinduzi ni watiifu wa sheria na katiba zetu, niende jambo la pili ambalo lilikuwa ni kuja kutizama uhai wa chama na jumuiya. Ndugu mwenyekiti, nataka nikupongezeni sana. Viongozi wa serikali, nataka nikupongezeni sana. Viongozi wa jumuiya, nataka nikupongezeni sana. Kwenye jambo la uhai wa chama la jumuiya, Songwe mmetisha, nipigieni makofi. Ndugu mwenyekiti, mimi nimezoea kupokewa na watu wengi. Mimi nimezoea kupokewa na vijana wenye ari na hamasa kubwa. Mimi nimezoea kupokewa na Watanzania wenye upendo. Na kwa taarifa yako ndugu mwenyekiti, mimi nimeshaitembea Tanzania nzima, lakini nataka niseme ukweli. Niseme siseme? Niseme siseme? Kwa mapokezi niliyopokea hapa Songwe nimehelewa. Na kilichonifurahisha zaidi nimeona ndugu zangu wale pale wanajiita Samia Soldier. Nimefurahi sana kukuoneni katika mkutano wetu. Hongereni sana kwa kuja kutuunga mkono. Na ndugu mwenyekiti, jambo la pili au la mwisho lilileta mimi ndani ya mkoa wa Songwe, jambo letu la uchaguzi. Nyinyi yote mnajua
Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetuelekeza, na katiba hii tuliweka sisi wenyewe wa Tanzania kwa kukubaliana kwamba kila baada ya miaka mitano tufanye uchaguzi. Ngojeni nikukumbusheni ndugu zangu wa Songwe. Nyinyi mtakumbuka nchi hii ilikuwa na chama kimoja, na chama chenyewe kilikuwa kinaitwa CCM. Chama hicho kilitokana na Afro-Shirazi Party Zanzibar 5 kwa huku bara. Na hivyo vyama viliungana 77. Wakati huo mfumo wa vyama vingi haujaja hapa Tanzania. CCM ndio aliyekubali kuleta mfumo wa vyama vingi hapa Tanzania. Na CCM huyo ndio aliyekubali kila baada ya miaka mitano tufanye uchaguzi kuchagua viongozi wa Tanzania. Na CCM huyo mlikubali nyinyi wa Tanzania kwamba tufanye uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Leo nimepata taarifa kuna wenzetu wanatuambia tusogeze uchaguzi mbele kwa katiba ipi na sheria ipi. Na hawa ni wazuri kutukumbusha kuhusu katiba, na hawa ni wazuri kutukumbusha kuhusu sheria. Nataka nikuambieni ndugu zangu, nyinyi mmechelewa jambini, karamu imeshaliwa na uchaguzi dabi lazima icheze. Na dabi hii ndugu mwenyekiti ilikuwa inahusisha vyama ama timu 19. Timu moja kujitoa katika mchezo haihalalishi, haithibitishi kwamba dabi hii isiendelee. Dabi lazima iendelee. Wenzao walisema hatuchezi, lakini ikaingia suluhu ya Daktari Samia ikasuluhisha sio twala. Lakini chengine ndugu mwenyekiti, kilichokushinda kukila usikitie ila. Leo tunashinda kwenda kwenye uchaguzi, tumeheshimu mawazo yako, tumeheshimu msimamo wako. Ndugu yangu wa salam, tutakutana 2030. Na ndugu mwenyekiti, wewe utakumbuka hawa ndugu zetu uchaguzi wa serikali za mitaa tulienda pamoja, lakini kwa kura nyingi za kishindo na Songwe mkitongoza, ndugu zetu tulipomtangaza mgombea wetu Samia Suluhu Hassan ndio wakaanza unajua unafahamu, kwa sababu hawana striker, hawana beki wa kushindana na Samia na Daktari Nchi. Na ndugu mwenyekiti, nataka nikwambie CCM kwetu sisi uchaguzi ni sawa sawa na kifo. Ndugu yangu, unataka utakufa, hutaki utakufa. Nikiwa na maana kwamba sisi uchaguzi kwetu kushinda lazima. Na tutashinda uchaguzi sio kwa sababu ya mabavu. Na tutashinda uchaguzi sio kwa sababu sisi wajanja sana. Na tutashinda uchaguzi sio kwa sababu yoyote, isipokuwa tutashinda uchaguzi kwa sababu ya utekelezaji wetu wa ahadi tulizoahidi, na tumekuleteeni ilani iliyokuwa nzuri na bora kama zilivyokuwa ilani zilizopita. Na ilani hii tumeleta ni mwendelezo wa ilani zilizopita. Nataka nikwambieni ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi. Chama cha Mapinduzi tumeamua kutoa ilani mwezi wa 5. Uchaguzi ni mwezi wa 10. Kuwapeni nafasi wa Tanzania musome ahadi za Chama cha Mapinduzi. Msisome utekelezaji ambao tunataka kufanya Chama cha Mapinduzi. Musome nini tumepanga kuwafanyieni wa Tanzania. Wengine wote waliobakia ni matapeli. Wana ilani hawana? Chama pekee kilichotoa ilani ni Chama cha Mapinduzi, na ili kuwapa nafasi wa Tanzania muisome, muielewe, muijadili, lakini mwisho Oktoba twende tukatiki. Sasa wanapokuja hapa, wanakuja unajua, umeona hapa wamenipiga, umeona na huko wamenifanya nini. Ndugu yangu, wewe ushaambiwa hapa usipite, pana umeme, wewe umepita. Kinachotegemea nini kama sio kupigwa shoti? Yaani sasa leo unaenda kwenye sehemu hivi kuna umeme hivi, sehemu inapozalishwa umeme. Alafu kwa yule rafiki yangu mmoja nakwambia hapa imeandikwa dangerous. Ndio maana yake nini? Lakini ameniambia maana yake ni hatari. Alafu wewe umeenda. Alafu ulipopigwa shoti na umeme unasema umeme umenipiga shoti. Ndugu yangu, umeambiwa usipite, umepita. Unachotegemea ni nini? Lakini mwisho nikupeni siri ndugu zangu wa Tunduma. Tanzania tuna makabila 152. Daktari, nimekuja kufanya kazi yangu ya kutoa dozi. Hapa ni dozi juu ya dozi. Ndugu zangu, Tanzania tuna makabila 152. Na kila kabila linaongea lugha yake. Lakini baada ya uhuru, yule mzee anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, genius, akaturejesha wa Tanzania. Akasema mimi ni Mzanaki
kuna Mara, kuna wawapi, ila lugha yetu kwa kuwa wote ni Watanzania, tutumieni lugha ya Kiswahili. Uongo. Na ndio maana unakumbuka awamu ya kwanza ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tulikuja na ujamaa na kujitegemea. Awamu ya pili ya Mzee Mwinyi tukasema ruksa. Awamu ya tatu ya mzee wetu Mkapa tukasema ukweli na uwazi. Awamu ya nne tukasema ari mpya, nguvu mpya na kasi ya ajabu. Awamu ya tano tukasema hapa kazi tu. Awamu ya sita tukasema kazi na utu. Tunasonga mbele na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ndugu zangu, na hama wale ndugu zetu walikuja na no fear no hate, sijui maana yake nini. Wakaondoka wakaja na M4C, movement for change. Wameondoka wamekuja na hii no sijui na nini. Mimi Kiingereza sijui, mimi lugha yangu ni Kiswahili. Nataka nikuulizeni wa Tanzania, yule mtu wa Songwe anaishi kijijini kule, anafahamu maana ya maneno haya? Nataka nikupeni siri kwa nini wameamua kutumia lugha ya Kiingereza. Kwa sababu mfadhili wao, mtu ambaye yupo nyuma yao, anataka kuona na kuhakikishiwa kwamba ajenda alizowapa zinakwenda na Watanzania zinaelewa. Lazima Watanzania wa Songwe muwakatae.